Media yetu. Habari za jioni. Nianze kwanza kuwapa salamu kutoka kwa watumishi wote wa ubalozi wa Tanzania nchini Canada ambao wako Ottawa. Naamini kwamba wenzetu wenyeji wenu hapa CBEX watakuwa kuelezeni kidogo juu ya historia ya Canada. Toronto ni mji wa biashara kama ambavyo mji wa Dar es Salaam ulivyo, lakini makao makuu ya serikali yako Ottawa, ambapo ndipo ni kama masaa manne kutoka hapa kwa gari au saa moja kwa ndege. Kwa hiyo watumishi wa ubalozi wanawasalimia sana na wanawakaribisha Canada. Tunawakaribisha wakati ndio unajiandaa kuondoka. Ambao tunawapa leo, tunaamini kabisa mwezi wa sita mtarudi na mtakuja wengi, na mwakani mtakuja wengine wengi zaidi. Na jambo moja ambalo wamesahau hapo wenzetu wa CBEX kueleza wakati tunapanga hii safari, kwa walipokuwa nyumbani wakaanza maandalizi yote, idadi ya awali tuliyopata ya Tanzania ambao walikuwa wanakuja nyumbani na mgodoro ilikuwa ni 250. Nakumbuka usiku saa 8 za usiku alinipigia Dr. Wanga kwa tunazungumza, ananiambia sijui tutafanyaje, wachimbaji wadogo 250 wanataka kuja kupiga. Nikamwambia hilo sio tatizo, unachuje vizuri, waje, sisi tutakuwepo, tutashirikiana na sisi tutazungumza na ubalozi wa Canada kwa eneo letu ili waweze kufanikiwa kuja, kwa sababu hii ni sekta muhimu kwetu sisi. Wanafurahi sana sio 250, lakini ndio ni 55. Tunafurahi kwa tunajua huu ni mwanzo. Mwezi wa sita tunawategemea wengine 90 na mwakani tunategemea wengi zaidi, na idadi itazidi kuongezeka. Kwa jambo moja nilitaka nilifanye la mwisho, lakini naomba niweke mwanzo. Idadi hii tunaweza kufikia 250 au zaidi tukiweza kushirikiana na wenyeji wetu, kwa maana ya serikali ya Canada. Na kushirikiana hivi, tuheshimu visa tulizopewa. Hii ni mara ya kwanza kwa idadi ya Watanzania wasiokuwa watumishi wa serikali kupata visa nyingi. Mara nyingi wazoea serikali ambao wanahakika watakwenda watarudi, lakini kwa delegation ya wafanyabiashara kwanza, moja inaonyesha imani kubwa na wao serikali ya Canada ilikuwa na nini, lakini pili, na sisi inatusaidia kwa serikali yetu kuonekana kwamba pale tulipo sehemu hawa wapendi visa, tunahakika wanakwenda wanarudi, wataheshimu masharti ya visa yetu. Ile heshima wataona kwamba sisi ni watu wa kuheshimika, ni kauli yetu ni nzito na inaheshimiwa na watu wetu wanatii sheria na taratibu husika. Lakini la pili, tunapongeza, nimekaa hapa siku nyingi hatujapata malalamiko ya aina yoyote. Mkoa wa Mbaroni nipongeze sana, na nitaomba hata wale watakaokuja mwezi wa sita na waendeleze hii standard ulioweka, waje waache sifa nzuri. Kote ambapo umepita tumefuatilia, tunaambiwa walikuwa wazuri sana, hata hapo nilini hamna lawama, raha sana. Naona natembea kifua mbele, hata nilipokuwa naingia pale lakini pamoja na kuwapongeza na hayo, labda niwaeleze machache. Nimekuja kwenye nchi nzuri, nchi ambayo sekta ya madini ni kubwa, inaheshimika, lakini kwa wengine ambao labda nataka kuamini wote wanajua, tulipoanza economic reforms, particularly sekta ya madini, wawekezaji wakubwa waliokuja nchini mwaka 92 walikuwa ni Canadians. Wakati wa waziri wa madini akiwa Mheshimiwa Jakaya Kikwete akiongoza wakati wa utawala wa rais wetu mpendwa hayati Ali Hassan Mwinyi. Kwa reforms zile zilipofanyika, uwekezaji ukaanza kuja nchini, makampuni makubwa katika sekta ya madini yalitoka Canada, na mpaka leo bado yapo. Barrick Gold,
uwekezaji wa Canada katika sekta ya madini nyumbani ni zaidi ya dola bilioni 2. Kwa hiyo sekta ambayo imewekezwa sana na Canadians na bado wanaulizia na watakuja kuwekeza tena, na wengine kwa kushirikiana na wachimbaji wadogo. Kama mnavyojua, sekta ya madini Tanzania, katika sekta ya madini, sekta yetu ya madini au nchi yetu ina rank kama nchi ya 4 kwa kuvutia uwekezaji mkubwa katika sekta ya madini, na hii inasababishwa na mambo mengi. Kwanza, abundance wa utajiri mkubwa wa madini tulionao nchini, kama ni dhahabu, ni almasi, ni hizi critical minerals, rare earth, vito, tumebarikiwa tuna na hivyo na hali ya usalama iliyoko nyumbani, utulivu, inafanya wawekezaji au makampuni yanayotaka kuwekeza kuja kuwekeza nyumbani, kwa sababu wanajua ni sehemu salama. Kwa hilo linasaidia, na mchango mtaji mzuri tu wa sekta ya madini katika uchumi wa nchi ni 11.6 kwa bajeti ya mwaka huu. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani sekta hii inakuwa. Sasa hivi kama mlibahatika jana kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyotoa wakati wa sherehe za Mei Mosi, tukumbusheni tunakwenda kuanza dira ya 2050 ambapo tunategemea kuwe na uchumi wa $1 trillion kufika 2050. Mkutano na vyuo ambao vimeheshimika kwa kufundisha au vina sifa kubwa katika kufundisha uchimbaji. Na kwa nini tunataka kukutana nao? Tunataka ili wachimbaji wetu wadogo au sasa ambao tunawaita wadogo waweze kuwa na teknolojia nzuri, mtaalamu mzuri. Kwa hiyo tunataka tuone jinsi gani tunaweza kuwaweza kutengeneza program hata kama hawezi kuja ili basi online mkafundishwa mkaona uchimbaji wa kisasa unavyofanyika. Mwezi mmoja, miezi 2, miezi 3 mkapata ule utaalamu, mkirudi nyumbani
wanafunzi labda kupata benki ambayo inawakopesha nyinyi direct. Lakini tunachokifanya tunazungumza na taasisi za fedha hapa Canada ambazo zitakopesha benki zetu nyumbani kwa masharti nafuu, ili muweze kupata mikopo yenye riba nafuu. Napenda tu niseme kwa district kwenye mining kwenye madini, uchimbaji madini, lakini tunaanzisha na sera ya hiyo kupata mkopo wa dola milioni 60 kutoka Canada. Lakini kuna sekta nyingine, lakini naamini iweza kuandika project naweza kubadilika na hizo sekta, lakini bado